Taifa letu limebeba majeraha ya damu ya wananchi wale waliouawa kwa kosa la kudai haki yao ya kikatiba kuanzia Januari 26, 27 mwaka 2001, lakini hadi Oktoba 29 mwaka 2025 damu ile ile imemwagika kwa sababu zile zile. Wananchi kudai kura iheshimiwe, kudai katiba mpya, kudai tume huru ya uchaguzi na utawala wa sheria. Swali kuu tena si nani alikosea, bali tunatokaje hapa kama taifa. Mauaji ya Januari 26 na 27 ni dhambi ya kitaifa isiyowahi kujibiwa. Mnamo Januari 26 na 27 mwaka 2001, mauaji makubwa yalifanywa na askari wa jeshi la polisi na vyombo vingine vya dola kama ilivyotangulia kusimuliwa dhidi ya waandamanaji wa amani. Waandamanaji hawa walikuwa wanachama wa CUF, chama cha wananchi, wakidai haki za msingi: katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, katiba mpya ya Zanzibar, tume huru ya uchaguzi Tanzania, tume huru ya uchaguzi Zanzibar, utawala bora unaozingatia sheria. Matokeo yake zaidi ya wanachama 70 waliuawa, wengine wengi walijeruhiwa vibaya na kuachwa na ulemavu wa kudumu. Wengine walilazimika kukimbia shimoni Kenya na kuishi kama wakimbizi katika ardhi ya kigeni. Haya hayakuwa ni makosa ya bahati mbaya. Haya yalikuwa ni maamuzi ya kisera ya dola dhidi ya raia wake. Robo karne baadaye, sababu zile zile, mauaji yale yale. Miaka 25 iliyopita imepita tangu umwagaji wa damu wa Januari 2001, lakini leo tunapaswa kusema ukweli mchungu kwamba hatuna katiba mpya. Ile iliyowapelekea wenzetu kuuawa wako chini ya ardhi. Leo hatuna tume huru ya uchaguzi, hakuna utawala bora unaozingatia sheria. Mbadala wake, Oktoba 29 mwaka 2025, jeshi la polisi lilirudia mauaji ya waandamanaji, damu ya wananchi ikamwagika tena. Sababu ni ile ile: wizi wa kura, matumizi ya nguvu ya dola, kukandamiza sauti ya wananchi. Ndani ya robo karne, serikali ya CCM haikujifunza chochote, haikubadilika chochote, haikujuta chochote. Uongo wa maridhiano na hadithi ya R4. Baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 uliogubikwa na udhalimu mkubwa, na baada ya kuingia madarakani kwa Dkt. Samia Suluhu Hassan mwaka 2021 kufuatia kifo cha Rais Magufuli, taifa liliingizwa katika simulizi ya maridhiano ya R4: reconciliation, reforms, resilience na rebuilding. Lakini ukweli ni huu: hakukuwa na maridhiano ya kweli, hakukuwa na mageuzi ya kweli, hakukuwa na mabadiliko ya mifumo ya uchaguzi. Kwenye uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 tumeshuhudia vituko vikifanywa na vyombo na viongozi wakubwa kwenye uchaguzi huo. Kama alivyotangulia kusema mwenyekiti wa chama taifa hapa, uchaguzi ulipangwa kufanywa Novemba 27, lakini ripoti ya matokeo iliandaliwa Novemba 26, siku moja kabla ya uchaguzi, na waziri akatangaza matokeo Novemba 28, wakati halmashauri nyingi zilikuwa hazijakusanya wala kuwasilisha matokeo ya mitaa yote. Lakini uchaguzi wa mwaka Oktoba 29 mwaka 2025 umefichua kwamba zile R4 zilikuwa ni ahadi za uongo. Udhalimu umerudi kwa kiwango kikubwa zaidi, hata pale masanduku ya kura yalipochomwa moto au kuchukuliwa na waandamanaji. Bila ya haya, matokeo yalipatikana na yakatangazwa. Hii ni zaidi ya mazingaombwe. Nguvu ya dola kwa mara nyingine imetumika kuhalalisha wizi wa kura. Jamii ya kimataifa nayo ikasema tatizo ni mfumo. Umoja wa Afrika AU, Umoja wa Ulaya EU na waangalizi wengine wote wa kimataifa wote waliweka bayana kwamba mchakato wa uchaguzi wa mwaka 2025 haukuwa huru wala wa haki. Kulikuwa na ukiukwaji mkubwa wa haki za binadamu. Matokeo hayakuakisi matakwa ya wananchi. Hii inathibitisha kuwa tatizo si chama kile ambacho waliamua kupambana nacho mwaka 2000. Tatizo ni mfumo wa CCM wa kujiweka madarakani kwa nguvu ya dola. Wito wa kulitibu taifa:
sio kulipamba. Taifa letu ni mgonjwa, limeathiriwa na udikteta wa mfumo, uhalalishaji wa mauaji, uchaguzi bandia, katiba inayolinda watawala na si wananchi. Hatutaki tena maridhiano ya juu, tunataka ukweli, uwajibikaji, haki, mageuzi ya msingi ya kikatiba na kiuchaguzi. Hakuna taifa linalojengwa duniani juu ya damu ya wananchi wake. Tunatokaje hapa? Maswali muhimu ya kongamano hili. Ili kongamano hili liwe na maana ya kihistoria, ni lazima lijibu maswali haya kwa ujasiri na kwa uwazi. Moja, je, CUF na vyama vingine vya upinzani vinaweza kuendelea kushiriki chaguzi bila ya katiba mpya na tume huru ya uchaguzi? Mbili, ni mbinu gani za kidemokrasia na kisheria na za wananchi zinaweza kulazimisha mageuzi ya kweli ya mfumo? Tatu, je, tunalindaje haki ya uhai wa waandamanaji wa amani dhidi ya dola dhalimu? Nne, ni aina gani ya shinikizo la kitaifa na kimataifa linaweza kuivunja mifumo ya uchaguzi bandia? Tano, je, tunajengaje mshikamano wa kitaifa kuvuka vyama, yaani sio kwa kutegemea chama kimoja, bali kwa ushirikiano wa chama chetu na vyama vingine, utaratibu unaovuka dini kama ilivyoelezwa na mwenyekiti, tusigawanywe katika misingi ya dini, na unaovuka maeneo ili kuokoa demokrasia. Na sita, ni jukumu gani la CUF katika kuongoza safari hii ya kulitibu taifa, si kwa maneno bali kwa vitendo?